Je, umewahi kumwona mtu anaumia lakini hagombani, hajibu, hajitetei, anabaki kimya tu? Unadhani hajali? Hapana. Ukweli ni kwamba hapo ndipo anapokufuta kwenye ramani ya maisha yake milele. Ungana nami leo, ninakupa saikolojia 6 za watu wanaokaa kimya wanapoumizwa, na point namba 3 itakufanya usiwachukulie poa kabisa. Kabla hatujaanza ndani zaidi, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Tayari? Asante. Twende kazi. Namba 1. Ukimya ni njia yao ya kujilinda. The defense mechanism. Kisaikolojia, kuna watu ambao mfumo wao wa nervous system ulijifunza tangu utotoni kuwa kuonyesha maumivu ni hatari. Labda walikulia kwenye mazingira ambayo ukilia unapewa adhabu zaidi, au ukisema unaumia unachekwa. Ubongo wao katengeneza algorithm inayosema ukimya ni usalama. Wanapokaa kimya unapowatendea ubaya, wanakuwa wanashusha milango ya chuma ya moyo wao. Hawanyamazi kwa sababu hawana nguvu ya kugombana, wananyamaza kwa sababu hawataki kukupa rasilimali, data, zaidi ya jinsi ya kuwaumiza. Ukimya wao ni kuta za gereza walilojijengea ili kuzuia mishale yako isifike ndani kabisa ya roho zao. Kwao, maneno ni madhaifu na ukimya ni silaha ya kishujaa. Namba 2, wanapata shida kuelezea hisia zao. The emotional flood. Wana kitu kisaikolojia kinachoitwa emotional flooding. Sio kila binadamu ana uwezo wa kubadilisha hisia kuwa maneno kwa haraka. Kuna watu ambao wakiumizwa, ubongo wao unapata system failure. Hisia zinakuwa nyingi kiasi kwamba kituo cha lugha kwenye ubongo, Broca's area, kinajifunga. Wananyamaza kwa sababu ndani yao kuna sentensi 1000 zinapigana zenyewe, hajui aanze na ipi. Wanahitaji muda, saa au hata siku kadhaa ili kuprocess kile kilichotokea. Ukimshinikiza au kumlazimisha aongee, unazidisha maumivu yake. Wana mengi ya kusema, lakini kuyasema yote kwa wakati mmoja ni mzigo mzito unaoweza kuwapotezea fahamu za kisaikolojia. Ukimya wao hapa ni loading screen ya akili inayojaribu kuelewa dhoruba. Namba 3, walijifunza kuwa kusema hakubadilishi kitu. Learned helplessness. Kisaikolojia, hii inaitwa learned helplessness. Huyu ni mtu ambaye zamani alikuwa akisema, alikuwa akielezea, alikuwa akipinya kelele akitafuta uelewano. Lakini ulimwengu ulimpa jibu moja tu, hakuna anayejali. Walikuwa wakisikilizwa kidogo au kupuuzwa na watu waliowategemea. Baada ya muda, ubongo unakata tamaa ya kutumia maneno. Wakaamini kuwa hata wakieleza hisia zao kwa ufasaha kiasi gani, bado utawaona ni wasumbufu au wenye drama. Ndio maana sasa ukimuumiza anakuangalia tu na kunyamaza. Ni rahisi kumeza maumivu kuliko kuingia kwenye kazi ya kuelezea kisha ukapuuzwa tena. Ukimya wao ni kilio kilichokata tamaa ya kusikilizwa. Namba 4, wanaogopa kusema kitu kibaya. High emotional intelligence. Wanajua kuwa neno likishatoka kinywani haliwezi kurudishwa. Wanapoumizwa, wanajihisi kuwa na sumu kali ndani yao. Wanajua kuwa wakifungua kinywa chao wakati huo, wanaweza kusema kitu ambacho kitaharibu uhusiano wenu milele au kitakachokuvunja wewe vipande vipande. Wanachagua kukaa mbali na kunyamaza, si kwa ajili yao, bali kwa ajili yako. Wanajizuia ili wasiwe kama wewe. Wanachagua kubeba mzigo wa ukimya kuliko kubeba mzigo wa majuto ya kusema kitu ambacho hakiwezi kufutika. Huu ni stoicism, uwezo wa kutawala ulimi wako wakati moyo unawaka moto. Namba 5, wanashughulikia maumivu yao ndani kwa ndani, the internal laboratory. Kuna watu ambao akili zao ni kama mahabara. Wanapoumizwa, hawahitaji maoni ya nje. Wanakaa peke yao, wanachambua tukio, wanatafuta sababu na wanajaribu kuelewa kwa nini umefanya hivyo. Ukimya wao ni safari ya kiakili. Wanatafuta lesson au somo na closure ndani yao wenyewe bila kukutegemea wewe. Na hapa ndipo hatari ilipo. Mtu anayeshughulikia maumivu yake peke yake anajifunza pia kuishi bila wewe. Wakati ananyamaza, anakuwa anajifundisha jinsi ya kukutoa kwenye moyo wake taratibu.
Ukimya huu ni hatua ya mwisho kabla ya mlango kufungwa kabisa. Ukiona mtu ananyamaza na kuanza kufanya mambo yake kwa utulivu baada ya kumuumiza, jua kuwa anakuondoa kwenye ramani ya maisha yake. Namba 6, ukimya wao haumaanishi wako sawa. The calm surface, the raging depth. Ni athari ya the iceberg effect. Unachokiana kwa nje ni 10% tu ya utulivu, lakini 90% ya hisia ziko chini ya maji. Wanaweza kuonekana wanatabasamu, wanafanya kazi na wanazungumza mambo mengine ya kawaida, lakini ndani kuna mlima wa maumivu. Hawa ni watu wenye uwezo mkubwa wa compartmentalization, uwezo wa kutenganisha maumivu na majukumu ya maisha. Usidanganyike na utulivu wao. Wao ni wasanii wa kuficha majeraha. Wanahisi mambo kwa kina sana kuliko wale wanaopiga kelele, lakini wamechagua kufa kishujaa ndani mwao. Ukielewa hili, utaanza kuona kuwa ukimya sio udhaifu, bali ni aina ya uvumilivu inayohitaji nguvu za kigaidi. Kama wewe ni mmoja wa watu hawa, nataka ujue kuwa tunakuona na tunaelewa uzito wa ukimya wako. Na kama unaye mtu wa namna hii kwenye maisha yako, anza kumthamini kabla hajageuza ukimya wake kuwa kwa heri ya kudumu. Asante kwa kuangalia video hii mpaka mwisho. Ikiwa sifa hizi zimegusa maisha yako, niandikie neno ukimya kwenye comment hapo chini. Usisahau kutoa like na kushare video hii kwa mtu ambaye unahisi